Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 29 Juni mwaka 2026. Na tunaendelea kusogezea habari muhimu kutoka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo jirani, zikiangazia masuala ya usalama, siasa, jamii pamoja na matukio ya binadamu endelea kuathiri maisha ya wananchi. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutakuletea mwenendo wale usalama mashariki mwa nchi, matukio ya kijamii yanayoacha majonzi pamoja na mjadala ya kisiasa unaendelea kuibua hisia tofauti ndani ya jamii hii. Na niendelee kujuza kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekuomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kudugu ndio nasema kujabone kwa email vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jelulonga. Basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo tarehe 29 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Mapigano makali yameripotiwa kuendelea katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako muungano wa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na makundi ya ulinzi ya kujitolea wazalendo wanaripotiwa kusonga mbele na kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu yaliyokuwa chini ya udhibiti wa wapiganaji wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mapigano yalianza rasmi Ijumaa tarehe 26 Juni na yameendelea kwa siku kadhaa mfululizo, yakihusisha mashambulizi ya moja kwa moja katika vijiji na milima kimkakati inayozunguka maeneo ya Ngungu na Rubaya. Hadi kufika asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 29 Juni, hali bado inaripotiwa kuwa tahadhari kubwa, huku milio ya risasi nzito pamoja na milipuko ya mizinga ikiendelea kusikika hasa katika eneo la Kabingu ambalo lipo kwenye njia ya kuelekea Kangungu katika sheferi ya Bahunde. Mashuhuda wenyewe wanasema kuwa hali ya taharuki ilianza mapema sana asubuhi ya Ijumaa, wakati vikosi vya wazalendo vikisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo kadhaa Masisi kwa wakati mmoja. Operesheni ilenga kuvunja ngome za wapiganaji wa waasi 23 walikuwa wamedhibiti baadhi ya maeneo ya kimkakati kwa muda. Baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa takriban siku mbili, taarifa zinaonyesha kuwa muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo umeweza kurejesha udhibiti wa baadhi ya maeneo muhimu. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa ni Kasake, kijiji kilicho karibu Ngungu na Rubaya, pamoja na milima ya Runingi na Kanyarubere iliyoko katika groupmenti ya Kibabi. Maeneo yanatajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi kwa sababu yanatoa njia zinazoingia kuelekea vituo vikuu vya makazi na pia yanatumika kama sehemu ya kimkakati za upangalizi wa harakati za adui. Hata hivyo, licha ya madai ya mafanikio hayo, hali ya usalama bado ni tete sana. Vyanzo vinavyoeleza kwa mapigano hayajakoma kabisa, bali yanaendelea kuwa na mtindo wa mashambulizi ya mara kwa mara na kurushiana risasi katika pande zote. Hali imefanya maeneo kadhaa kubaki chini ya mabadiliko ya mara kwa mara ya udhibiti, ambako wakati mwingine upande mmoja unasonga mbele na kisha mwingine kurudisha nyuma. Maeneo mengine ambayo yanaripotiwa kubaki katika hali ya hatari kubwa ni pamoja na Kasenyi, Luke na vijiji vinavyozunguka eneo la Uso Bayungu. Huko wananchi wanasema kuwa wanaishi kwa hofu kubwa kutokana na uwepo wapiganaji wa pande zote mbili karibu na makazi yao, hali inayofanya wengi kushindwa kwenda mashambani na kufanya shughuli zao za kawaida na maisha yao ya kila siku. Mapigano haya kubaki tu katika Masisi pekee. Taarifa zinaeleza kuwa milio ya risasi na mashambulizi pia yanaripotiwa katika maeneo ya Minjenje katika wilaya ya Walikale pamoja na Bibwe katika groupmenti ya Bashali Mokoto. Hali inaonyesha kuwa eneo la mapigano linaanza kupanuka na kugusa maeneo zaidi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jambo linaloongeza hofu na kuongezeka kwa hali ya kutokuwa na utulivu. Kwa upande wa kijeshi, kila upande umekuwa ukidai kupata mafanikio hapa na pale, lakini hakuna udhibitisho unaoonyesha upande unaoshikilia udhibiti wa moja kwa moja wa maeneo yaliyoathirika. Hali ya kusukumana na kurudishana nyuma imefanya Masisi kubaki katika mazingira ya vita visivyo na uhakika wa mwisho. Kwa upande wa mashirika ya kiraia, hali imezidi kuwa mbaya zaidi. Mamia familia zimeripotiwa kwamba makazi yao tangu mwishoni mwa wiki, wakikimbia vijiji na maeneo yaliyochukuliwa kuwa na usalama zaidi. Wengi wamebaki bila makazi na huduma, chakula cha kutosha na huduma muhimu za kijamii, hali inaongeza changamoto za kibinadamu katika eneo hilo ambalo tayari lilikuwa likikabiliwa na matatizo ya muda mrefu. Mashirika ndani na viongozi wa kijamii wanaeleza kwa wasiwasi mkubwa kwamba endapo mapigano yataendelea kwa kasi hii, huenda kutatokea wimbi la kubwa la wakimbizi wa ndani, yale ambayo inaweza kuzidisha uwezo wa maeneo jirani kuwahifadhi. Mapigano yanatokea katika kipindi ambacho jumuiya ya kimataifa ikiwa ikitarajia kuanza hatua za kupunguza uhasama mashariki mwa Kongo. Hii inakuja
wakati mwaka mmoja tu baada ya kudumishwa kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda unaojulikana kama mkataba wa Washington ambao unalenga kupunguza mvutano wa kiusalama katika ukanda wa maziwa makuu. Hata hivyo, kuendelea kwa mapigano makali katika Masisi kunatoa picha ya uwazi kwamba changamoto za utekelezaji wa amani bado ni kubwa na kwamba juhudi za kisiasa na kijeshi bado hajafanikiwa kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Hadi sasa, licha ya madai ya kusonga mbele kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo katika baadhi ya maeneo, hali ya ujumla ya usalama bado haijatulia, huku milio ya risasi na taruki ikiendelea kuathiri maisha ya raia wanaoishi katika maeneo ya mapigano. Tukio la kusitisha limetokea katika eneo la Makisabo karibu na mji wa Beni ambako watu 6 wa familia moja wamepoteza maisha kufuatia ajali mbaya barabarani ilitokea asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 29 Juni. Kwa mujibu wa taarifa za kutoka eneo la tukio, familia ilikuwa ikitokea Kasindi mpakani mwa DRC na Uganda wakielekea katika sherehe ya harusi mjini Butembo. Wakiwa njiani, gari walikuwa ikiwasafirisha iligongana na uso kwa uso na lori aina ya Fuso katika eneo la Makisabo walisababisha vifo vya papo hapo na watu 6 waliokuwemo ndani ya gari hilo. Mashuhuda wa tukio wanasema ajali ilitokea ghafla katika barabara yenye mzunguko wa mteremko ambako magari yote mawili yalishindwa kuepuka mgongamano huo. Baada ya ajali hiyo, milio mikali ilisikika na kusababisha wakazi wa karibu kukimbia eneo hilo kwenda kutoa msaada, lakini walikuta tayari watu wengi wakiwa wamejeruhiwa vibaya na wengine wakiwa hawana uhai. Vikosi vya uokoaji pamoja na wananchi wa eneo hilo walijitahidi kuwatoa majeruhi waliokuwa wamebanwa ndani ya mabaki ya magari. Baadhi ya majeruhi walikimbizwa haraka katika vituo vya afya vilivyopo karibu, huku hali hiyo ikielezwa kuwa ya hatari. Kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali vya karibu, baadhi ya majeruhi wanapatiwa matibabu ya dharura kutokana na majeraha makubwa waliopatiwa kichwani, kifuani na miguuni. Madaktari wanasema juhudi zinaendelea ili kuokoa maisha ya waliobaki. Ajali imeacha simanzi kubwa katika familia za jamii ya Kasindi na Butembo ambako marehemu walikuwa wakielekea kushiriki furaha ya harusi ambayo sasa imegeuka kuwa majonzi makubwa. Watu wa karibu wa familia wanasema walikuwa watu wenye upendo na walikuwa wakiheshimika katika jamii yao. Eneo la Makisabo imekuwa kitajwa mara kwa mara kwa changamoto za usalama barabarani, hasa kutokana na hali ya barabara, mwendo kasi wa magari na wakati mwingine ukosefu wa alama za barabarani zinazoweza kusaidia madereva. Wakazi wa eneo wanasema ajali ya mara kwa mara zimekuwa zikitokea na wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu ya barabara. Polisi wa trafiki waliowasili katika eneo la tukio wanasema uchunguzi wa awali unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Inahisiwa huenda mwendo kasi au hitilafu ya kiufundi katika mojawapo ya magari ilichangia kutokea kwa mgongano huo mbaya, lakini taarifa rasmi bado hazijatolewa. Kwa upande mwingine, miili ya marehemu imechukuliwa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya karibu ambako taratibu za utambuzi wa maandalizi ya mazishi zikiendelea kufanyika kwa ushirikiano wa familia na viongozi wa eneo hilo. Hali ya majonzi inaendelea kutanda katika maeneo ya Kasindi na Butembo, huwa wakazi wa kusanyika kutoa rambirambi zao kwa familia waliopoteza wapendo wao wote wakati mmoja. Wengi wameeleza tukio hilo kama pigo kubwa ambalo limeacha pengo lisiloweza kufutika kwa urahisi. Viongozi wa kijamii na kidini wamewataka madereva kuwa waangalifu zaidi wanapotumia barabara za mkoa Kivu Kaskazini, wakisisitiza umuhimu wa kufuata sheria za usalama barabarani ili kuepusha majanga haya kama yanaweza kuzuilika. Hadi sasa mamlaka za usalama barabarani zinaendelea na uchunguzi zaidi ili kubaini yaliyosababisha ajali hiyo, huku jamii ikisubiri majibu ya kina kuhusu tukio hilo na kusitisha liondoa maisha ya watu 6 kutoka familia moja kwa wakati mmoja. Katika eneo la Lumbishi loko katika wilaya wa Kalehe mkoani Kivu Kusini, hali ya taharuki na majonzi makubwa imeripotiwa baada ya nyumba kadhaa kuchomwa moto siku ya Jumapili tarehe 28 Juni. Tukio imeripotiwa kuacha familia nyingi bila makazi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, makumi ya nyumba ziliteketea kwa moto katika kijiji cha Lumbishi baada ya mashambulizi yalitokea ghafla. Wakazi wanasema kwa moto ulionea kwa kasi kubwa na kutokana na hali ya sintofahamu na hofu, wengi hawakuweza kuokoa mali zao wala kujinusuru kwa wakati. Baada ya tukio hilo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika eneo lote la Kalehe, huku wananchi wakieleza hofu ya uwezekano wa mashambulizi zaidi. Wengi wa wakazi wa Lumbishi wamekimbia makazi yao na kuelekea maeneo karibu yanayochukuliwa kuwa salama wa muda, wakiacha nyuma nyumba zao zilizoteketea. Kundi la Waso M23 kupitia msemaji wao Lawrence Kiauka limetoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii ikidai kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC pamoja na washirika wazalendo ndio wanahusika katika tukio hilo. Hata hivyo, upande wa
serikali na wazalendo bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo. Taarifa hizo upande wa M23 zinasema kwamba mashambulizi hayo yamewasili moja kwa moja raia wasiokuwa na hatia ambako nyumba zao zilichomwa na kusababisha hasara kubwa ya kibinadamu na mali. Hata hivyo hadi sasa hakuna udhibitisho huru unaoweza kudhibitisha madai ya upande wote, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu kilichotokea sasa usiku wa tukio. Wakazi wa Lumbishi wanasema walisikia milio ya risasi kabla moto kuanza kushika nyumba moja baada ya jingine. Wengi wao wanaeleza kuwa hali iliyofanya wakimbia haraka bila kujua kinachotokea, wakiacha nyuma kila kitu kilichokuwa nacho. Baadhi ya familia sasa zinalala nje na kwenye maeneo ya wazi bila makazi rasmi. Viongozi wa kijamii katika eneo la Kale wanaeleza wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kuongezeka kwa matukio ya aina hii, wakisisitiza kuwa raia ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi. Wametaka pande zote zinazohusika na mapigano kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kulinda maisha ya raia. Kwa upande wa kibinadamu, hali inaelezwa kuwa mbaya zaidi kutokana na familia nyingi kupoteza makazi yao mara kwa mara. Mashirika ya misaada yanaombwa kuingilia kati haraka ili kuwasaidia wahanga waliokosa mahitaji ya msingi kama chakula, makazi na mavazi. Hali ya usalama katika Lubishi na maeneo jirani ya Kale bado inaendelea kuwa tete, huku wananchi wakisubiri kwa hofu kujua hatima ya eneo au endapo mapigano na mashambulizi yataendelea katika siku zijazo. Taarifa kali zinazohusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika eneo la Rubaya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini zimezua mjadala mkubwa baada ya kiongozi mmoja wa kiraia na mtetezi wa haki za binadamu kutoa malalamiko mazito kuhusu hali ya kazi katika mgodi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, inadaiwa kuwa katika maeneo ya uchimbaji wa madini ya Rubaya, vijana na watoto wanaodaiwa kuhusishwa na shughuli za uchimbaji wanalazimishwa kufanya kazi katika mazingira hatarishi, hususan ndani ya mashimo ya chini ya ardhi. Inasemekana kuwa baadhi yao hufanya kazi kwa muda mrefu sana bila mapumziko ya kutosha, huwa kabiliwa na mazingira magumu yanayohatarisha maisha yao. Taarifa hizo pia zinadai kuwa baadhi ya vijana wanajaribu kuondoka katika maeneo hayo ya migodi urudishwa kwa nguvu. Hata hivyo, madai yanahusisha uwepo wa watu wenye silaha wanadaiwa kuhusishwa na vikosi vya jeshi la Rwanda RDF pamoja na waasi wa M23 ambao wanatumia kushiriki katika kusimamia au kulinda shughuli hizo. Kwa mujibu wa mashuhuda waliotajwa katika taarifa hiyo, baadhi ya wafanyakazi wanaweza kutumia hadi wiki 2 chini ya ardhi bila kupata mapumziko ya kutosha. Baada ya kutoka, hali yao ya kiafya inaelezwa kuwa mbaya, ikiwa ni pamoja na uchovu mkubwa, kuvimba kwa miguu na udhaifu wa mwili kutokana na mazingira magumu ya kazi. Taarifa zinaweza pia kuwa malipo wanaopata wafanyakazi wao ni madogo sana kulinganisha na kazi ngumu na kuhatarisha wanayoifanya. Hali inatajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kuhusu unyonyaji wa kijamii na kiuchumi katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini. Hata hivyo, hadi sasa madai bado hayajathibitishwa na vyombo huru vya uchunguzi na pande zinazotajwa kwenye utuma hizo hajatoa majibu rasmi kuhusu malalamiko hayo. Ili kufanya kuwepo kwa haja ya uchunguzi huru ili kubaini ukweli kinachoendelea katika mgodi huo. Wito mkubwa umetolewa kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC, mashirika ya haki ya kibinadamu pamoja na taasisi za kimataifa kuchunguza kwa kina tuhuma hizo na kuhakikisha kwamba kazi za wafanyakazi hasa watoto na vijana zinalindwa. Viongozi wa kiraia na harakati wa haki za binadamu wamesisitiza kuwa unyonyaji wa aina yoyote ya binadamu katika migodi unapaswa kuvumiliwa na kwamba tu wakati zinapaswa kuchukuliwa dhidi ya wahusika endapo madai hayo yatathibitishwa. Kwa sasa Rubaya bado inabaki kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi, lakini lenye pia migogoro ya kiusalama na kijamii, huku jamii ya kimataifa ikihimizwa kufuatilia kwa karibu hali ya haki za binadamu katika maeneo ya uchimbaji wa madini mashariki mwa Kongo. Mwili wa mwanamke ambaye hauna uhai wake umegunduliwa asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 29 Juni katika mji wa Goma katika eneo la Keshero kwenye mtaa wa Polyclinique Day karibu na kituo cha transit ya Goma. Kwa mujibu wa taarifa za kutoka eneo hilo, mwili huo ulikutwa umehifadhiwa ndani ya mfuko uliotekelezwa kando ya barabara, jambo ambalo limesababisha hofu kubwa na mshangao miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Aliyobanika asubuhi na mtu aliyokuwa akipita ndipo walipogundua kitu hicho cha kutisha na kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Baada ya taarifa hizo, wakazi wengi wa Keshero walikusanyika katika eneo la tukio wakionyesha huzuni na hasira kutokana na hali ya kuendelea kwa matukio ya ukosefu wa usalama katika jiji la Goma. Mungu anasema kwa tukio limeongeza wimbi la hofu ambalo tayari limekuwa likiasi
kuathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Vikosi vya usalama pamoja na wataalamu wa uchunguzi waliitwa katika eneo hilo ili kufanya uchunguzi wa awali, kukusanya ushahidi na kujaribu kubaini utambulisho wa marehemu pamoja na mazingira yaliyosababisha kifo chake. Hadi sasa chanzo cha kifo chake bado hakijajulikana rasmi. Baraza la vijana la Manispaa ya Goma limetoa wito kwa mamlaka za usalama kufungua uchunguzi wa kina na haraka ili kubaini wahusika wa tukio hilo. Wamesisitiza pia umuhimu wa kuhakikisha haki inapatikana kwa familia marehemu na jamii kwa ujumla. Mashirika katika eneo hilo pia yameungana kwa wito huu, yakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wahalifu waliohusika na matukio ya wahalifu yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara katika jiji la Goma na maeneo jirani. Upande mwingine, wakazi wa Keshero wanaendelea kuishi kwa hofu, wakisema kwamba matukio ya aina hii yanazidi kuongezeka na yanahitaji hatua za haraka za kiusalama ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Hadi sasa uchunguzi unaendelea, huku mamlaka zikiri kutoa taarifa zaidi mara tu zitakapopatikana kuhusu tukio hilo la kusitisha ambalo limeacha simanzi kubwa katika jamii hii ya Goma. Katika eneo la Munjibala lilopo takriban kilomita 10 kutoka mji wa Bunia, timu za afya zilizopo mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya wagonjwa wa mlipuko zimeripoti matukio ya kujuhuma yaliyojiri moja kwa moja shughuli za ufuatiliaji wa kinga za afya katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wa afya walioko eneo hilo, kati ya tarehe 28 na tarehe 29 Juni, matukio mawili tofauti ya uharibifu yalifanyika katika kituo cha Mujabala. Usiku wa kwanza, watu wasiojulikana walijaribu kuchoma moto jengo lilopo ndani ya kituo hicho. Usiku uliofuata walishukiwa hao wengine walirudi tena kushambulia miundombinu muhimu ikiwemo mabanda makuu ya kituo pamoja na vifaa vya msingi vilivyotumika katika shughuli za afya. Taarifa zinaeleza kwa baadhi ya vifaa vililengwa ni pamoja na matanki maalumu yanayotumika katika shughuli za usafi, uondoaji wa uchafu wa mazingira na huduma za awali za kiafya kwa wagonjwa. Uharibifu wa vifaa hivyo umesababisha usumbufu mkubwa katika uwezo wa timu za afya kuendelea kutoa huduma kwa ufanisi. Kituo cha ukaguzi cha Munjibala kinaelezwa kuwa ni sehemu muhimu sana katika mfumo wa kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola katika eneo hilo. Kituo hicho kinafanya kazi kwa kuchukua na kufuatilia watu wanaotokana na maeneo hatari, hasa kutoka Mwambalu, ili kugundua mapema dalili za ugonjwa wa kuzuia maambukizi kusambaa kwa jamii nyingine. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, uharibifu wa miundombinu ndio uasiri tu vifaa, bali pia unazofisha mfumo mzima wa ufuatiliaji wa afya ya umma. Bila kituo hicho kufanya kazi ipasavyo, kuna hatari kubwa ya watu wenye maambukizi kupita bila kugunduliwa, hali na uweza kuongeza kasi ya kuenea kwa magonjwa. Taarifa zinaonyesha kwamba matukio haya yanajitokezi bila historia. Mamlaka za afya zinasema kuwa wamekuwa kikabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama tangu kuanzishwa kwa vituo hivyo. Tayari mwezi Juni tarehe 13, timu ya wasimamizi wa wachunguzi ilichukuliwa kwa muda katika eneo hilo kabla ya kuachiliwa baada ya mazungumzo. Matukio haya mara kwa mara vitisha utekaji wa muda mfupi hasa na sasa hujuma za moja kwa moja yanaelezwa kuwa yanatengeneza mazingira hatarishi kwa wafanyakazi wa afya na kufanya kazi katika maeneo mbali na yenye changamoto za kiusalama. Viongozi wa afya wamesitiza kuwa uharibifu wa vifaa na miundombinu unachelewesha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kujibu haraka mlipuko wa magonjwa, hasa katika maeneo ya mipaka na mzunguko mkubwa wa watu, anaongeza hatari ya kusambaa kwa wagonjwa bila kugunduliwa kwa wakati. Hadi sasa juhudi za kurejesha hali ya kawaida zinaendelea, huku timu za afya zinaendelea kufanya kazi kwa tahadhari kubwa licha ya changamoto za kiusalama zinazoendelea kujitokeza Mujibala. Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jacquemain Shabani Lukwao ametoa msimamo mkali kuhusu wito unaotolewa na baadhi ya wanasiasa wanaopanga maandamano tarehe 8 Julai wakilenga mabadiliko ya uongozi wa kijeshi nchini. Akizungumza kupitia kipindi cha Fauteuil Blanc kinachorushwa na kituo cha Tele50, waziri amesema kuwa wito wa kuondolewa kwa amri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wakati nchi ikiwa katika hali ya vita ni kitendo kinachoweza kuchukuliwa kama uwiano mkubwa. Kwa mujibu wa Jacquemain Shabani Lukwao, hatua kama hizo hazipaswi kuchukuliwa kirahisi, hasa katika mazingira ambayo taifa inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa nchi ambako mapigano yanaendelea kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Amesema kuwa wito wa namna hiyo haiwezi kuonekana kama maoni ya kawaida ya kisiasa pekee, bali inaweza kutafsiriwa kama hatua inayoweza kuzofisha mamlaka nchi na kusaidia moja kwa moja adui wa taifa. Waziri amesisitiza kuwa wakati huu wa changamoto za kiusalama, mshikamano wa kitaifa ni muhimu zaidi kuliko tofauti za kisiasa. Ameonya kwamba migawanyiko ya ndani yanaweza kuathiri moja kwa moja juhudi za kijeshi zinazoendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambako maelfu ya wananchi wameathirika na machafuko.
Kauli inakuja wakati kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Kongo bado ni tete, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali kupitia FARDC na makundi ya waasi yanaendelea kusababisha vifo, wahamiaji wa wananchi na mgogoro wa kibinadamu. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kauli za waziri wa mambo ya ndani yanalenga kuonyesha msimamo wa serikali dhidi ya upinzani unaongeza kuhusu mwenendo wa usalama nchini, lakini pia inaweza kuongeza mvutano kati ya serikali na baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanaopinga sera za ulinzi na usalama. Hata hivyo, upande wa serikali unasisitiza kuwa hatua yoyote inayochukuliwa kwa sasa lazima izingatie hali halisi ya vita inaendelea, na kwamba maamuzi ya kisiasa yanapaswa kuwa ya tahadhari ili kuepusha kuasiri operesheni za kijeshi zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi. Kwa sasa mjadala kuhusu maandamano ya tarehe 8 Julai unaendelea kuibua hisia tofauti ndani ya nchi ya jamii na kisiasa DRC, huku baadhi wakiunga mkono kauli za waziri na wengine wakiona kama ni ukandamizaji wa uhuru wa maoni ya kisiasa. Le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Vous vous réunissez quelque part dans la ville de Kinshasa, dans une réunion, en plein jour. Vous sortez de cette réunion pour dire aux Congolais que le commandant des forces armées congolaises, que lui dirige en opération sur les fronts du Kivu contre l'armée rwandaise, vous, 1, 2, 3, 4 responsables de partis politiques, vous avez identifié une date pour aller les démettre. Vous trouvez ça? Ils ont tort ou raison? Ils ont droit ou pas? C'est des actes de haute trahison. Haute trahison, carrément. De haute trahison. Bon. Parce que lorsque eux, ils descendent, le commandant suprême des forces armées congolaises, qui est le premier bénéficiaire de l'action qu'il mène? Qui est le premier bénéficiaire? Ce n'est pas le commandant des forces armées rwandaises. Ah, bon, ils vont apprécier. Qui est le premier bénéficiaire? C'est pour ça que c'est pour ça que ma première réaction, c'était est-ce que vous pesez, vous réalisez? C'est peut-être parce que ils le disent et le répètent tout le temps maintenant. Oui, Madame Mamina, c'est peut-être parce que à la tête de ce pays, la mouvance qui dirige ce pays, c'est une mouvance de combat de liberté et de démocratie, l'UDPS. Sinon, vous aurez quoi? Mais vous et nous... Interdit de partir politique. Non, non. Vous et nous... Il y en a plus de 1000. Vous et nous, il y a quelques années, sous d'autres régimes, sortir d'une réunion et dire ça dans cette période ici. Je ne crois pas que les choses allaient se passer. Alors, ma toute dernière question, vous voulez et là, je crois que même les médias qui sont le quatrième pouvoir. Oui, quatrième pouvoir. Indépendant. Le quatrième pouvoir. Indépendant. Médias congolais. Je parle du Congo, de sa souveraineté. C'est ça le combat. De son intégrité territoriale. Le média quatrième pouvoir a une responsabilité. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la trahison, de la complicité et de l'accompagnement d'une armée étrangère qui veut occuper la République démocratique du Congo et s'en prendre au commandant suprême. Merci, Mme Masengo. Na ni kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 29 Juni mwaka 2026. Basi tunasema sana asante sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tunaendelea kukumbusha kwa Kivu News Info ipo kwa ajili ya kukuletea habari sahihi kwa wakati na kwa uwazi, ili kukuweka karibu na matukio yanayoendelea nchini na dunia kwa ujumla. Tukioa habari zaidi zinazojitokeza, tutakuwa wa kwanza kukuhakikishia taarifa hizo. Basi endelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali. Na basi kabla tujatimiza matangazo yetu ya jioni leo, niendelee kukumbusha, huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusiku kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine unasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teroje Longa. Sina la ziada, basi tunatakie usiku mwema, kaa salama, na asante sana kwa uaminifu kwa Kivu News Info. Huko nikiendelea kukuadi tena, tutanane kesho katika matangazo yetu ya asubuhi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama na Mwenyezi Mungu endelee kuwabariki.